unachezwa kwa namna ambavyo umeutazama huu mchezo Magunga, unadhani ni mechi sahihi kwao kujipima kuelekea kwenye mechi inayokuja ya kimataifa, na wamepata ile changamoto ambayo itawafaa kuelekea kwenye mchezo huo? Mchezo sija utazama kwa sababu sikuwa na hiyo access ya kutazama mchezo. Najua mechi hizi ni tunasema ni indoors ama ni training games. Ni aina ya mechi ambazo huwezi kuona ile ruhusa ya mashabiki kuingia kuingia uwanjani moja kwa moja. Kwa hiyo nitazungumzia uzito wa mchezo na faida ya mchezo kwa timu zote mbili, especially Simba ambao ni wenyeji wa mchezo. Lakini unapohitaji Al Hilal Omdurman, Sara, ni timu ya daraja la juu sana. Ni timu ambayo licha ya kuondoka kwa baadhi ya nyota benchi la ufundi, lakini walienda kumchukua Khalid Batiek ambaye ni kocha wao kwa sasa, lakini pia walifanya maboresho kwenye kocha chao na waliendelea kuretain ama kubakisha wachezaji muhimu zaidi kwenye kocha chao. Mtu kama Kolibal Adama ambaye leo amefanikiwa kufunga goli, na kwa sio mfahamu ni mchezaji ambaye mara ya mwisho Al Hilal Omdurman wakati wanakutana na Young Africans alifunga goli la kuongoza, goli la kwanza kabisa kabla Moshiri kuja kusiliba goli la pili Benjamin Mkapa. Lakini pia Jean Gilamugisha ni aina wachezaji ambao wapo ndani ya kikosi. Walimsajili Mustafa, golikipa former goalkeeper kutoka Azam FC. Lakini pia kuna baadhi ya maingizo mapya wameendelea kuyafanya kwenye kikosi. Kwa hiyo nafikiri ni timu ambayo ina historia nzuri na michuano ya CAF. Of course kwa miaka hivi karibuni hajafanya vizuri sana, lakini unaangalia ule ubora aliokuwa nao na ushindani ambao wanautoa. Lakini pia kwa upande wa Simba inawezekana wakampata faida zaidi kwa sababu wamecheza na timu ambayo tayari na mwalimu kwa kipindi cha siku kadhaa. Kuna vitu tayari ameshaviweka ndani ya timu. Lakini kwa upande wa Simba, Pantev ni kocha mpya, hajamaliza hata mwezi mmoja na timu. Unajua coaching is a science, na kila siku anawaambia watu, ukiona mwalimu amefika na ndani ya muda mfupi vitu vimekaa sawa, unahitaji kupongeza haya makundi yote mawili kwa wakati mmoja, benchi la ufundi pamoja na wachezaji, kwa sababu kila anachokifanya mwalimu matokeo yake tutayaona siku ya mchezo husika. So mwalimu anahitaji kutengeneza kila kitu ambacho kitampa matokeo chanya ndani ya timu. Mfano kocha anafika, anaweza akachukua tu mwezi mzima kujaribu kuanza kuwatambua wachezaji. Unajua kuna mchezaji mwingine labda yeye hapendi kabisa kuambiwa baadhi ya vitu. Kuna message ukimfikishia mnaweza mkagombana kabisa. Kuna baadhi ya wachezaji wanahitaji kupokea polepole, yani taratibu ili kuja kuelewa ni kitu gani ambacho wanahitaji. Lakini pia inawezekana, of course Matola yupo, anaweza kaa anatoa baadhi ya information kwa mwalimu kwamba bwana mchezaji yupo hivi, mchezaji yupo hivi. Na of course pia kocha anafanya vikao na wachezaji nje ile general meeting, kwa maana mwalimu anafika, anatambulishwa, anaongea na wachezaji, anawaambia yeye anachokihitaji kutoka kwao, yeye ni muumini wa vitu gani, falsafa yake ni ipi, management style yake ni ipi. Lakini bado anaweza kufanya meeting na mchezaji mmoja mmoja, atakaa naye Sara, atakwambia okay, game yako iko vipi, unacheza zaidi nafasi gani, ubora wako uko vipi. Mchezaji anajielezea, and then baadaye mwalimu akienda kwenye training anaanza kuona okay, hichi alichoniambia kipo, hiki hakipo. Of course mchezaji baada ya kucheza hapa anaweza akacheza hapa na akanipa kitu. Kwa nafikiri ni aina ya mechi ambazo mwalimu anajipima, lakini pia mwalimu cha msingi ilikuwa matokeo ya ushindi wa magoli 2-1. Cha muhimu hapa ilikuwa ni namna gani timu inacheza ndani ya muda mchache, namna gani timu inaweza kucombine. Huwa anasema mara kwa mara, sio lazima mwalimu aje aongeze kitu kipya. Anaweza akakuta kuna kitu kilikuwa kinafanyika and then akakifanyia maboresho na akapunguza baadhi ya vitu ili kupata kitu bora zaidi kwa muda mfupi. Simple ideas ni kitu muhimu sana kwenye coaching. Kutumia mawazo ambayo hayana mambo mengi ili kujitahidi kuitengeneza timu ambayo itakuwa na uelewa kwa uharaka mno. Kwa nafikiri kwa Simba ambacho nakitafuta sasa hivi ni style of play, coordination kwa maana muunganiko wa timu na namna gani timu inaweza kana uwiano mzuri kimbele. Kujua wachezaji. Yaani kabla kitu kingine chochote ni kujua ni aina gani ya wachezaji alionao kwenye timu, kwa sababu anaweza akawa anaijua historia ya klabu ila sio kilichopo kwa wakati huo, kwa sababu unajua inaweza ikawa ni timu anajua inacheza, inashiriki mashindano fulani, inashiriki ligi fulani, ila kujua kinachochezwa na hiyo timu inawezekana ni changamoto, kwa sababu pia naye alikuwa sehemu anafundisha. Kwa hiyo hawezi kuacha kudeal na timu yake aanze kudeal na timu za watu wengine. Kwa hiyo hizi ndo nyakati za wewe kujua una timu ya aina gani, una aina gani ya wachezaji. Na
bahati mbaya unakuta wale wachezaji ambao ni key players wameenda kutumikia timu zao za taifa. Kwa hiyo hawa ulionao kwenye kati hii inabidi wewe uwaelewe ni watu wa aina gani na wajue ni mwalimu wa aina gani. Ukianza kutoa vitu vyako kipindi ambacho wale wengine hawapo kwenye timu, wakirudi inakuwa mwalimu huna kazi kubwa sana ya kufanya, kwa sababu kuna watu tayari wanajua ideas ulizonazo na ni nini unataka kitokee. Na kuna nyakati pia wachezaji imekuwa ni rahisi wao kuelekezana kuliko mwalimu. Yaani kuna mtu tukiwa mazoezini, labda mimi si nimechelewa, tayari kumeshafanyika vitu vingi, hicho kitu kikiwa kinarudiwa kesho, mimi mwalimu anaweza kawa anafanya, mimi nisi concentrate na mwalimu nikawa namwangalia Magunga, yes alikuwepo toka mwanzo. Kuna vitu akifanya anaweza pia akawa ananiambia kwamba huyu ni mwalimu wa aina gani, ukileta masiara inaweza ikawa hivi, ukiwa serious kuna hiki na hiki. Kwa hiyo kuna vitu vingi unaweza kujifunza kupitia wenzako na sio mwalimu, ila nafasi ya mwalimu ni kujua aina ya wachezaji aliyokuwa nao, ni nini ambacho anaweza kakifanya kuitengeneza timu ambayo itakuwa ni strong na inaweza kwenda kushindana dhidi ya watu wengine. Yani yeye mwenyewe anapata hiyo picha. Kwa hiyo ni kitu rafiki na ni kitu kizuri, kwa sababu kinampa mwalimu muda wa kuiandaa timu kipindi ambacho mashindano mengine yanaendelea. Unajua hakuna nyakati nyingine ambayo unaweza kutengeneza timu kipindi ligi inaendelea. Yani wewe utakuwa unafanya maboresho tu, na ndio maana kuna muda wa pre-season. Huu ndio muda wa maandalizi ya timu yako. Kwenye ligi watu tunakuja kuflow kwenye tulichokifanya kwenye pre-season, baadhi ya mbinu ambazo tunatakiwa kwenda kuzitumia kiwanjani tunaenda kuziapply. Kwa hiyo ni kipindi kizuri sana kwa walimu, ukipata nafasi ya kuwa kwenye timu kwenye nyakati kama hizi, kidogo inakutengenezea urahisi wa wewe kujua ni timu ya aina gani unaitaka, kwa wachezaji ulionao wanaweza kukupa unachokihitaji.